Mtazamaji wa Uondo TV, hii ni Uondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremiah. Taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo zinapatikana ndani ya Uondo TV. Kikubwa ambacho na kushauri mtazamaji wa Uondo TV, endelea kusubscribe, lakini usahau kulike, kushare na kucomment ili kuweza kuwa mtoto wa kwanza kufuatilia taarifa mbalimbali za kimichezo. Sasa moja kati ya taarifa ambayo imeonekana kuwa gumzo kwenye mitandao ya kijamii ni namna ambavyo Simba wamepokea ratiba kutoka kwa bodi ya ligi ya TPLB, namna ambavyo ratiba imeonekana kuwa ngumu katika upande wa Simba Sports Club. Ikumbukwe Simba wana michezo minne, unaweza ukasema kwamba ni ratiba ambayo imekuwa ngumu, lakini ikumbukwe pia Simba ina mchezo wa finali kwenye kombe la shirikisho barani Afrika, CAF Confederation Cup, home and away. Sasa kupitia tunasema kwamba kocha msaidizi wa klabu ya Simba Sports ambaye ni Suleiman Matola ameweza kuzungumza vitu kaza. Nikimnukuu kile kitu ambacho amekizungumza kocha msaidizi wa klabu ya Simba Sports ambaye ni Suleiman Matola. Anasema ratiba yetu ni ngumu, ndani ya siku 10 tuna mechi 4, kila baada ya siku 2 tunacheza mechi, ila kwa ukubwa wa kikosi chetu tutawapa wengine mapumziko na wengine wacheze. Nafikiri tutafanya rotation, maana hata sisi malengo yetu ni kushinda mechi zote hizo 4. Amesema hayo Suleiman Matola ambaye ni kocha msaidizi wa klabu ya Simba Sports. Mtazamaji wa Uondo TV, unaweza ukatafakari kwa kiasi kubwa kwamba ni moja kati ya maneno ambayo yana make sense kwa kiasi kubwa, kwa sababu ndani ya siku 10 Simba wana mechi 4 za NBC Premier League, lakini bado wana kwamba tarehe 17 wana mchezo wa kimataifa, amini kwamba CAF Confederation Cup. Itimizi kwamba Simba inabidi ifanye matayarisho makubwa kwa kiasi hicho kuelekea kwenye mchezo wa finali, lakini bado naona kwenye ligi Simba ina ratiba ngumu kwa kiasi hicho, na inaweza ikatengeneza maybe kama tunasema kwamba of course timu ina wachezaji wengi, lakini inabidi utazame kwa kiasi kubwa kwamba hadhi ya ukubwa wa mechi ambayo Simba inaenda kucheza ya finali, kuna kitu ambacho inabidi ujiulize. Lakini TPLB au bodi ya ligi mechi 4 ndani ya siku 10 ni kitu kikubwa sana, lakini bado hapo kuna dabi ya Yanga na Simba. Itimizi kwamba TFF au bodi ya ligi inaweza ikapanga kwamba dabi na yenyewe inaweza kama maybe tarehe 10 na ngapi au tarehe ngapi yote ile ambayo ikipangwa, bado naona kwamba Simba itakuwa kwenye ratiba ngumu. Nafikiri bodi ya ligi ingefanya kama Simba wakawapa kama angalau mechi 2 ndani ya siku 10 ili kuweza kutengeneza kama maandalizi ya kutosha, maandalizi makubwa kuelekea kwenye mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika, CAF Confederation Cup. Mchezo wa kwanza ambao utapigwa tarehe 17 mwezi wa 5 2025 nchini Morocco. Mchezo wa marejeano ambao utapigwa tarehe 25 mwezi wa 5 2025 katika dimba la Estadio Benjamin William Mkapa. Na hiyo ni finali ya kombe la shirikisho. Kwa hiyo ugumu au kubana kwenye NBC Premier League inaweza kama chanzo au kigezo cha kusema kwamba Simba maybe inaweza ikashindwa kufanya vizuri maybe kwenye michuano ya kimataifa. Kwa nafikiri TPLB wangeangalia kwa mchezo wa pili maybe ndani ya siku 10, ingewapa maybe kama mechi 2 au mechi 3 kama inawezekana. Alafu Simba sasa wakaanza kufanya preparation au matayarisho kuelekea kwenye mchezo wa kombe la shirikisho finali ambao utakuwa unakutanisha RS Berkane na Simba Sports Club. Mtazamaji wa Uondo TV, hii ni Uondo TV, endelea kufuatilia Uondo TV ili uweze kuwa mtoto wa kwanza kufuatilia taarifa mbalimbali za kimichezo. Endelea kusubscribe, kule kushare na kucomment. Mimi naitwa Aidan Jeremiah.